Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Sasa turudi kwenye mstari wa kile ambacho huwa ninakizungumza na kile ambacho upande wa pili huwa hawataki kunielewa. Ninaposema Marekani, ninaposema ukubwa. Kwani lini nimesema? Si juzi. Katika mazungumzo niliyozungumza wiki iliyopita, nilielezea ukubwa, nani ni mkubwa na nani mkubwa zaidi. Nikasema kuna baba ni mkubwa, lakini babu ni mkubwa zaidi. Halafu nikawaambia kabisa hivi, Marekani wakitaka wataingia Venezuela, watamtoa Maduro, na Urusi na China wasifanye lolote wakaishia blame, kulalamika kama hivyo unalalamika. Kuondoshwa kwa Maduro si tu kuwa ni kuondoa utawala wa Venezuela, lakini ni aibu nyingine kwa upande wa mashariki, aibu nyingine kwa kambi ya mashariki. Niliyasema haya wakati serikali ya Syria ilivyoondoka. Nikasema kuwa hii ni aibu sio tu kwa Syria, ila kwa washirika wote wa Syria ambao walikuwa wameapa kuilinda Syria, Urusi, China na wengine ambao walikuwa upande huo. Hiyo ilikuwa ni aibu ya upande wao, nilisema. Lakini kuondoka kwa Maduro, kuondolewa, yani hebu fikiria, rais wa nchi, mbwembwe zote zile za kufanya mazoezi, kuonyesha unajeshi, watu wanakuunga mkono, sijui kafanya nini, yote yaliyotokea. Yani wanafanya operation moja tu, operation moja ya mashambulizi maeneo 7 tofauti. Nimemsikia Dana anasema walikuwa na ndege 150 walizoenda nazo pale kwa ajili ya kumchukua Maduro. How unaweza kumkamata rais wa nchi na kuchukuliwa mikononi na kuondoka? Yani wanamteka rais. Unajua hapa wamevunja, yani niliona wakati ule kina Noriega walifanya hivyo, kina Saddam Hussein walifanya, baadhi ya viongozi ambao wa zamani huko Chile waliwahi kufanya, rais wa Philippines zamani. Marekani wamewahi kufanya hivi vitu. Lakini kwa kizazi cha hivi sasa na karne hii ni aibu katika kambi ya mashariki. Kwa sababu nani alikuwa na protect Venezuela? Urusi. Na nani mwingine? China. Hawakuhisi, hawakunusa, hawakujua kuna mipango yoyote, au tusemeje? Kuna mtu mmoja aliniambia hivi, Rahby, sasa ninakuelewa vizuri kuwa Urusi ni mzungu, Marekani mzungu, Mchina mfanya biashara. Yani watawayumbisha nyinyi ambao bado mnaamini kuna upande uko upande wenu. Yani watawayumbisha. Na zile kelele ambazo huwa tunapigiwa, mfano kuhusu, niliwahi kuzungumzia hadithi za magharibi mwa Afrika kule, Ibrahim Traore wametaka kuuliwa, wamekimbia, sijui wakamkwepa nini, sijui nani alifanya nini. Niliwaambia hawajataka. Yani sikatishi, ila niliwaambia hawajataka. Hawa watu wakitaka, hakuna sheria, hakuna haki, hakuna lolote wanaloliofia. Wakitaka, hawajataka. Ndio maana unamkuta mtu anakuandikia historia, anaanza kukuandikia simulizi za Ibrahim Traore. Yani hadithi, kama mtu kajifungia chumbani anaanza kuandika hadithi ili akuletee wewe ufurahie. Mtu alipewa pesa, simu yake ilivyochukuliwa ikaangaliwa kukuta miamala ya fedha, Ibrahim Traore akaamua kumchukua yule. Simulizi za, jamani, mnasomesha vijana wengi IT, wako mtaani hawafanyi kazi. Wanapoipata fursa wanaitumia. Nimewahi kuambia hadithi nyingi zinazozungumzwa kuhusu Ibrahim Traore. More than 50% ya stories za Ibrahim Traore zilizopo kwenye media si za ukweli.
Hali kadhalika Urusi, stories zinazokwenda kwenye media, kwenye loko, yani zaidi ya maasilimia si za ukweli. Ni watu wamekaa, wale YouTuber creator wanaoandaa maudhui, wanaandika historia, wanazipachika ili waingize pesa kupitia nyinyi. Juzi hapa tumeona Wakenya wanachokifanya. Wanaandika mastori tu ya Tanzania, sijui imefanya nini na nini, mradi wapige pesa. Story ambayo hata Tanzania wenyewe hawaijui, ila wao wanaijua, halafu wameileta, halafu unaona Watanzania wote niliwaambia wanatengeneza fedha kupitia. This is story. Uhalisia ni mwingine kabisa. Kiko wapi? Ni aibu ya ajabu. Na ndio maana ninawaambia kuwa ima uwe neutral, lakini usichague upande katika pande mbili za mashariki na magharibi. Usizichague, kwa sababu unakuwa threat sehemu zote, yani unakuwa hatari sehemu zote. Usiende. Hawa wa mashariki hawawezi kukulinda. Urusi, China hawezi kukulinda popote pale itapokuwa, na hawezi kukulinda. Marekani ukiwa mshirika wake ana maslahi na wewe, atakulinda hata kwa gharama, kwa jasho na damu anaweza. Sasa mmeona picha ambayo Trump aliposti ya Maduro ambaye amefungwa uso wake na akapigwa pingu. Ni aibu ya nani? Yani wanafanyaje? Operation yake imefanyikaje? Katika nchi, hebu tuambieni kuwa Urusi ambaye simulizi zake tunazo kuwa ni moja ya intelijensia kubwa kabisa duniani, ambazo zinaweza zikanusa harufu kali ya kila kitu, sawa na Uchina, yani wana ujasusi uliovuka mipaka. Marekani anapanga uvamizi wa ndege zaidi ya 150 na operation kubwa. Anasema mwanajeshi mdogo kabisa katika operation alikuwa na miaka 20 na mkubwa kuzidi wote alikuwa na miaka 49. Hamna habari upande wa pili yoyote, yani chochote hamna habari kuwa kulikuwa kuna operation, hata mkamuokoe huyo Maduro ambaye mwambie bana toka, watakuja kuku usijaribu kugusa hapo, hilo tunakustua, liko hivi na hivi na hivi. Nani yani kitu kama hicho hakuna. Halafu tukae tunaamini kambi ya mashariki ni kambi yenye uwezo mkubwa, ambayo kambi tishio. Hizo ni hadithi. Hebu tuacheni hizo hadithi. Ukweli ni kuwa hii ndio Marekani ambayo inaweza ikavunja sheria zote za kimataifa bila kuadhibiwa. Marekani inavamia nchi bila idhini yoyote ya Umoja wa Mataifa na inahalalisha kwenda kukalia nchi nyingine. Trump anasema Marekani sasa wanaenda kuiran Venezuela, yani hawashifti madaraka. Hapo anasema kuwa makampuni ya Marekani sasa yanaanza kwenda kukusanya pesa. Mmeelewa lengo? Mmeelewa lengo sasa? Nimeona maandamano ya ndani ya Venezuela yamegawika sasa. Kuna wale ambao wanajitokeza wanasema tunapinga uwepo wa Marekani hapa, lakini kuna wale wanashangilia. Nimeona hadi kule Chile, Caracas, watu au Santiago, watu wanashangilia na bendera za Venezuela, wanahesabu kama ukombozi. Hakuna ukombozi, ni ukoloni mpya. Marekani ndio ataiendesha Venezuela katika kipindi ambacho hakijulikani, kwa kauli ya Trump. Hatuelewe, Marekani hana jeshi Venezuela. Ataendesha mfumo upi? Alifunga ubalozi wake toka mwaka 2019. Mahakama, polisi, bunge, siasa. Yani Venezuela inaendeshwa kwa staili gani? Kwa sababu Trump mwenyewe hajatoa mwelekeo kuwa itaongozwa kwa staili gani. Itakiwa governor au itakuwa kuna rais, au walioingizwa kwenye mtego wakasaidia kampeni kina Machado, Maria Machado na mwenzake, waliokuwa wameingizwa na Marekani. Manake kila mtu anategemea kuwa labda serikali itasukumwa kwenye nini, kwenye upinzani uongozi serikali. Mnakumbuka baada ya Marekani kuichukua meli ya kwanza, mnakumbuka nilisema Marekani, Trump alisema hivi, tunaitaifisha meli na mafuta tunayataifisha, tunayaweka kwenye hazina ya Amerika. Nikauliza, kwa nini mafuta ya Venezuela, katika nchi ambayo Trump anadai kuwa raia wamenyanyasika, raia wana maisha magumu, kwa nini wakati Trump anawasaidia kuzuia mali za Venezuela zisiibiwe anazitaifisha? Kwa nini mauzo ya mafuta ya pipa karibu milioni 6, sijui milioni 10, kwa nini yaingie kwenye hazina ya reserve ya Marekani? Kwa nini yaingia kwenye hazina? Kwa nini Trump kama anawapenda Venezuela, kwa nini asiyauze hayo mafuta na akiba ya fedha irudi kwa Venezuela ambao walikuwa hawawezi hata kuimport dawa, mahospitali, barabara, huduma za afya? Kwa nini hiyo fedha isirudi ikarudi, ila anakuambia hii fedha ni kwa ajili ya Amerika?
huu ni uharamia wa kimataifa. Kwa kauli ya Maduro, huu ni uharamia na ni wizi. Yani unajidhihirisha wazi kabisa taifa la kijambazi. Taifa la kijambazi ndio limeamua kudhihirisha kile anachokidhihirisha. Ndio maana wameyafanya walioyafanya Venezuela. Mmeniuliza sana maswali. Ni kweli Maduro amechukuliwa, licha ya kuwa mara kadhaa Trump huzungumza mambo hayapo. Makamu wa rais anasema Marekani haijamchukua Maduro, lakini yeye hajui yuko wapi. Yani anakanusha kuwa Marekani hawajamchukua, lakini hajui rais yuko wapi na mkewe. Hawajui yuko wapi. Wakati huo huo, Urusi inakanusha kama makamu wa rais wa Venezuela yuko Moscow. Urusi wanakanusha. Urusi na wenyewe sasa ni mashabiki kama, yani Urusi kwenye hili hana tofauti na Kenya, hana tofauti na Zimbabwe, hana tofauti na nchi nyingine yoyote ambayo inalani lile tukio. Sio kuwa nchi ambayo inasaidia. Trump anasema, Donald Trump said Nicolas Maduro was trying to get the safe place before was getting captured. Alikuwa anajitahidi kutafuta nafasi ambayo ya usalama kabla hajakamatwa. Trump anasema nilikuwa nikiangalia lile tukio zima, anasema nilikuwa nikitazama operation nzima inafanyika kumkamata Maduro kama vile nilikuwa natazama movie. The hacker. Yani imani ya mashariki bado ipo. Na wauliza nyinyi ambao mnataka tufungamane na mashariki. Niliposema, kuna mtu mmoja ameniambia hivi, Rahbi, amini maneno yangu, Urusi ameiachia Venezuela ili aachiwe Ukraine, China asiingilie aachiwe Taiwan kwa mpango wa Trump. Unaweza ukaunga doti kwa style hiyo kuwa yes, inawezekana huyu kaachiwa huku, huyu asiingilie huku. Lakini nimewauliza katika mazungumzo yangu ya siku zile, hebu niambie kati ya Venezuela na Urusi na Irani na Urusi, wapi wana uhusiano wa karibu zaidi? Jibu linakuja kuwa Irani ana uhusiano wa karibu zaidi na Urusi kuzidi Venezuela. Kwa nini Urusi hakuingilia mgogoro wa Iran na Marekani aliingilia waziwazi? Ninapowaambia Mrusi ni mzungu huwa hawanielewi. Hivi unajua, kuna wakati huwa nikitazama dunia inavyoishi au dunia inavyoendeshwa, unarudi kwa, yani kuonyesha kabisa kuwa kwa nini viongozi au dunia inavyoishi inaishi kwenye script ambayo imeandaliwa. Kwa nini mnashindwa kuisoma script na kutaka kuamini kuwa eti unamkuta kiongozi kabisa kwenye nchi anakaa kabisa kule juu, halafu anawaaminisha kabisa kuwa fulani ndio shida, halafu fulani ni nafuu. At the same ni watu wale wanachokuchanganya nini? Mmoja kakaa kushoto mwingine. Niliposema nchi za magharibi mwa Afrika zinahama kutoka magharibi zinakwenda mashariki, yani zinatoka kwenye mikono ya wakoloni wa magharibi zinakwenda upande wa pili wa Urusi, bado hawajatatua tatizo. Watu walikuwa hawanielewi kweli. Hawanielewi. Mikataba mingapi? Kwa sababu mfadhili mkuu wa Venezuela ambayo kila kitu, masuala ya usalama, Urusi kawauzia silaha za kutosha, China kawapa silaha za kutosha, Urusi kawapa mafunzo. Halafu katika kuadhibisha kabisa, Marekani anaonyesha kuwa si lolote. Yani kuwa wanadiplomasia wakubwa wa China wameondoka jana Venezuela tarehe 2. Tarehe 3 Marekani, yani wanatoka, wamezungumza naye na Maduro na kila kitu, wamemaliza kila kitu. Yani wanatoka Marekani wanamkamata Maduro. Maana yake ni kuwa hata China hana intelijensia yoyote ya kugundua, kwa sababu hata watu wake walikuwa hapo at kipindi kabisa ambacho kinaelekea kwenye point, lakini walikuwa pale na wasigundue lolote. Nini kinachoendelea leo hii? Nani alihisi kuwa operation ya Marekani ni hii? Yani Marekani walichofanya ni Trump alichofanya ni kukwepa lawama za kimataifa kuwa umwagaji wa damu mwingi, msiue watu. Kwa hiyo wakafanya operation ya shortcut. Shida ni nani? Shida ni fulani, tunakwenda kumchomoa tap, halafu tunarudi upande wa pili. Ndio walichokifanya na kazi imekwisha, wamemaliza. Ndio ilivyo. Sasa mara kadhaa huwa ninapenda kusema kuwa mfumo uliowekwa kwenye kuendesha dunia sio halisi, na kuna watu wanafaidika na mfumo huo, hawakubali kubadili mfumo huo. Alichokifanya Marekani kwa Venezuela hakina tofauti na anachokifanya Urusi kwa Ukraine. Hakuna uhalali wowote wa nchi moja kwenda kuvamia nchi nyingine eti kwa kisingizio kuwa huyu akiwa na kama Ukraine alikuwa ni tishio kwa Urusi kwa sababu tu akiwa NATO, Urusi ni mkubwa. Kulikuwa kuna sababu gani ya kuivamia Ukraine?
alitakiwa kumuonyesha ukubwa wake kwenye mipaka yake, kuwa ninaweka nyuklia hapa, ninaweka hawa wakigusa tu nimewalipua, waache wakae. Mbona wapo Finland, mbona wapo Latvia, mbona wako Lithuania? Huo ni ukubwa. Unataka ukubwa, onyesha. Trump anasema tuliwahi kuishi hivyo. Tulishawahi kukaa Japani miaka, tulishawahi kukaa Ujerumani miaka, tulishawahi kukaa Iraq miaka kabla ya kuondoka. Kwa hiyo Marekani ni kitu ambacho alishakizoea. Halafu kuna mtu anakuja na anakuambia Marekani ndio watakuja kutupa haki hapa. Una akili wewe? Marekani huyu akupe haki gani? Sasa dunia ya leo ilivyo, script ilivyotengenezwa, ukiishi ukataka kuzuia mpaka exos unaziba, yani nakwambia vile, yani unaziba mpaka matone yasidondoke, I say utasababisha matatizo. Uwezo wa kulinda rasilimali za mataifa ambayo yana rasilimali, uwezo wa kuzilinda haupo. Yani ingia nao makubaliano, muishi. Ingia nao makubaliano, angalia interest zenu, angalia maslahi ya nchi. Lakini unaposema kuwa tunazuia, angalia anachokizungumza Trump kuwa tunapeleka makampuni yataanza kuhesabu fedha. Kawasahau kabisa wa Venezuela. Hamna tena kile kipaumbele cha wa Venezuela kuwa tulikuwa tunafanya kwa ajili ya wa Venezuela. No, hawapo. Walikuwa wanafanya kwa ajili ya Amerika, kuwa makampuni ya Marekani yaende yakachimbe mafuta na yanakwenda yanatiririka. Trump, tutaongoza. Mtu mmoja ananiambia kutakuwa na usalama kweli? Nchi itatawalika kweli? Sijui. Lolote linaweza kutokea. Unaweza ukazuka uasi, inaweza ikazuka mashambulizi, yanaweza ikazuka yaliyozuka Vietnam. Wasikubali watu kuwa rasilimali zetu zinaibiwa, tunaanzisha uasi wa moja kwa moja. Lakini kumbuka kitu kimoja, makundi mengi yanayoitwa makundi ya kubeba silaha au makundi mengi ya waasi duniani ni makundi yanayofadhiliwa na magharibi. Makundi yanayofadhiliwa na magharibi. Ndio maana alisema Khamenei kuwa ni kichekesho kweli, kule Bondi Beach Australia, Wayahudi wamepigwa risasi. Aliyewapiga risasi ni mtu ambaye ameconnect, yani wanasema wana ushahidi kuwa yule mtu alikuwa na uhusiano na ISIS. ISIS is created by America. Sasa nani kafanya hayo? Yani watu wakiambiwa tu ISIS kafanya, tayari kuna mashambulizi ya ISIS. Leo asubuhi nilikuwa nasikiliza taarifa, nikasikia kuwa mashambulizi ya ISIS, yani dola ya Kiislamu, yamefanyika mashariki mwa Kongo. Yani mpaka nilichoka. ADF eti na wao ni ISIS. Halafu mtu akisikia tu ile ISIS anachafua sehemu moja tu kuwa hao ni ISIS. Who created ISIS? Hebu rudi kwenye taarifa ambayo alizungumza wakati ule Hillary Clinton. Nani alitengeneza ISIS? Kwa sababu gani? ISIS ilitengenezwa na wao wenyewe kwa sababu ya kupata uhalali wa kuwa Syria na Iraq. Tufyonze mafuta. Tunapataje uhalali wa kuanzisha? Yani vikundi vingi vyenye silaha created by them. Yani wao ndio wanatengeneza. Nimekuwa nikiwauliza mara kadhaa kuwa kundi hivi unawezaje kuwachukua watu? Unajua silaha ni ghali. Watu, makundi yenye silaha yana drone, yana makombora, yana masilaha, yana mashambulizi, yana kila kitu. Fedha watoe wapi? Sijui kila kitu watoe wapi? Wanatumia radio call, wanatumia mifumo. Wakati kila kitu leo device yote ukigusa baba wanajua uko wapi. Lakini unashangaa tu makundi yanastawi tu. Yanaendelea na sababu ni makundi yaliyoanzishwa na wao kuondoa usalama kwenye maeneo ili wao waje yani hawa watu, ukienda kwenye story ile ya COVID ndio utafahamu hawa viumbe ni wa aina gani. Hawashughulishwi na maisha yenu. Nyinyi ndio mna ile kitu nasema hii ni haki za binadamu na huu ni ubinadamu. Hilo swala la ubinadamu hawajawahi kuliona. Dunia ya maajabu. Katika nchi ambayo kuna muhalifu wa kimataifa ambaye anatafutwa na mahakama na waranti yake ipo, hiyo nchi inaenda kumkamata rais wa nchi nyingine hali ya kuwa muhalifu wa kivita wako naye ndani. Ni maajabu ya ulimwengu. Na watu bado wanataka kutuaminisha kuwa we are safe, tuko sehemu salama na Marekani ataongoza dunia katika njia yake. Marekani alichothibitisha na kile ambacho ninawathibitishia tu kuwa yeye ni mkubwa. Na hawa Urusi, China hamna lolote. Hilo naendelea